Asante kwa ajili ya neema yako, Mungu mwenye uweza na mwenye nguvu. Tubariki tena siku ya leo. Bariki na omba neema yako na kibali na ufunuo katika neno lako. Kila asikiae, tujalie hayo Baba, kwa uweza wako Mwokozi Yesu. Ninaomba nguvu na uweza wako miliki katika jina la Yesu. Baba, naomba mponye huyu mtu, nafsi, akili, mwili, ndani yake ajazwe neema na neno lako, ajazwe nguvu na uwezo wako kwa Roho Mtakatifu. Asante Bwana Mungu, Mungu mwenye uweza na nguvu, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Ufalme ni wako na nguvu na uweza katika jina lipitalo yote. Ninaomba mkono wako katende, Bwana, sasa na hata daima. Amina. Mungu akubariki. Pokea neno la uzima. Jina la Yesu liende kutukuzwa. Ukawe na wiki nzuri tena ambayo itaanza kesho. Nenda kwa imani. Nenda kwa imani. Muamini Yesu. Muite Yesu. Yeye anaweza yote na yeye anajua vyote. Ni mwaminifu. Kumbuka wazo kuu katika mwaka huu na miaka inayoendelea mbele yetu sasa liwe ni hili. Kitu kimoja tu. Ufalme wa Mungu kwanza. Tukikaa ndani ya ufalme wa Mungu kwanza, tukatumikia huo ufalme, utasababisha matokeo mazuri na mambo mengi mema. Tutayapokea, tutavuna mengi, tutafanikiwa katika mambo mengi, tutabarikiwa sana. Kijana ambaye unatafuta kazi, barua yako ya kwanza iwe ni kwenye ufalme wa Mungu. Andika kwamba Mungu, ninaomba nafasi ya kazi kwenye ufalme wako, na tutaziona baraka za Bwana. Mungu akubariki. Ngoja leo tupate ujumbe mwingine hapa muhimu. Kuna jambo moja limeharibu maisha ya watu, na yako mengi, lakini pia hili ni moja wapo ambalo limeharibu sana. Inawezekana hata kwako unanisikia kuna shida. Tasoma neno la Mungu kuanzia Zaburi, nitaenda kwenye Mathayo na mahali pengine katika Mithali. Ni namna ambavyo kuna vinywa vyenye maneno machafu. Utajuaje kama mtu ana roho ya adui ndani yake? Utajuaje? Yale yanayotoka ndani. Ngoja maandiko yatushuhudie kidogo hapa. Tuanze na Zaburi ile ya 36. Kuasi kwake yule mwovu. Zaburi ya 36 mstari wa kwanza. Anasema kuasi kwake yule mwovu, unena moyoni mwake, hakuna hofu ya Mungu mbele ya macho yake. Kwa maana hujipendeza machoni pake, kuwa upotovu wake hautaonekana na kuchukiwa. Maneno ya kinywa chake ni uovu na hila, ameacha kuwa na akili na kutenda mema. Amina. Majibu yanakuja juu ya utajuaje mtu mwenye roho ya adui ndani. Kama na roho ya Mungu utajuaje? Kama na roho ya adui utajuaje? Moja kwa moja inatuonyesha pale mtu anapokuwa na roho ya adui. Anasema maneno ya kinywa chake ni uovu na hila, ameacha kuwa na akili na kutenda mema. Yaani hatendi mema wala hafanyi mambo kwa akili. Mstari wa 4 anasema uwaza maovu kitandani pake, hujiweka katika njia mbaya, ubaya hauchukii. Kinywa cha mtu huyo kinanena uovu, maneno machafu, maneno mabaya ndiyo huwa yanatoka kwenye kinywa cha mtu huyo. Ni maneno mabaya. Sasa maneno yanayotoka ndani ya mtu ndiyo yatakao kuhakikishia huyu mtu ndani yake kuna roho yupi. Kuna tabia ya nani? Kuna tabia ya kiuungu au kuna tabia ya kibinadamu au kuna tabia ya kishetani? Maneno. Mahali pengine Biblia inasema, Yesu anasema mtawatambua kwa matendo yao. Imani na matendo. Yesu anasema mtawatambua kwa matendo yao. Mtawatambua kwa matunda yao.
tawatambua kwa matunda yao, kwa maneno yao. Anasema katika Mathayo 13. Yesu anasema katika Mathayo sura ya 13, 13 pale kuna neno liko hapa. 13. Okay, waje kidogo. Okay, sio 13 samani, ni sura ya 12. Sura ya 12. Sura ya 12. Mstari wa 33 anasema hivi, "Ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri, au fanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake mabaya." Ni Mathayo 12 mstari wa 33. Haya, nenda mstari ule wa 34. "Enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazao moyo wake." Anasema maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazao moyo wake. Yaani Yesu anasema yanayotoka kinywani ndio yaliyokaa moyoni, ndio yaliyojaza moyo. Na hivyo anaonyesha kwamba kinywa cha mtu kinanena, moyo wa mtu uliojazwa na maneno maovu ndio atakayotoka kwenye maneno. Kwa hiyo unajua moyo wake umejazwa roho ovu. Maneno nyuma yake kuna roho. Neno lolote au maneno yoyote lazima kuna roho iko inafanya yanenwe au yatamkwe. Kuna roho. Kwa hiyo kama ni maneno maovu, maana yake kuna roho ovu ndani ya huyo mtu. Kama ni maneno mazuri safi, maana yake kuna roho safi njema, kuna roho wa Mungu ndani ya huyo mtu. Hiyo inakuwekea uhakika wa kujua nani yuko ndani ya huyo mtu, nani yuko ndani yake, kwa sababu anayeongea ndiye aliye ndani, anayetamka ndicho kilicho ndani, ni roho iliyo ndani yake. Kwa angalia, usije ukawa ni mtu wa maneno mabovu, kwa sababu utakuwa unapanda mbegu ya uovu. Unawezekana unaitwa kabisa mwana wa Mungu, umeokoka. Sasa jihadhari watakapokuletea maneno machafu, watakapokunenea, usije ukarudisha hayo. Utakuwa umepanda mbegu bovu kwako. Maneno mabovu yakiletwa, alafu ukayasikia, ukakasirika, ukarudisha maneno kwa yule mtu au kwa wale watu, na wewe utakuwa umepokea ile mbegu, umeipanda. Kwa kwako itakuwa imeota mbegu mbovu. Maana kinywa cha mtu unena ya ujazao moyo wake. Mtu mwema katika akiba njema, mstari wa 35, Mathayo 12:35. Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Mtu mwema katika akiba. Akiba inakaa wapi? Ndani benki. Moyo ndio benki. Moyo ndio benki. Cha kufanya pale unapotaka kuletewa maneno ya kukasirisha ya hatari, angalia sura ya Zaburi ya 37. Zaburi ya 37 mstari wa 7 anasema, ukae kimya mbele za Bwana, nawe umngoje kwa saburi, usimkasirie afanikiwaye katika njia yake. Mstari wa 8, angalia vizuri mstari wa 8 anasema, ukomeshe hasira, uache ghadhabu. Anasema usikasirike, mwisho wake ni kutenda mabaya. Usikasirike, mwisho wake ni kutenda mabaya. Tujihadhari, sababu mwisho wa hayo itakuwa ni kutenda mabaya. Ni vizuri kujilinda na maneno maovu. Maneno maovu yameharibia watu maisha. Maneno machafu mabaya yameharibia watu maisha, yamevuruga maisha ya watu. Sasa tujitahidi sana ili kwamba tusije tukawa na maneno ya uovu. Haleluya. Maneno ya uovu yanaleta uovu kwenye maisha ya mtu. Jitenge nayo, kama anavyosema hapa kwamba katika hazina mbovu hutoka mabovu, katika hazina njema ya mtu hutoka mema. Nini wewe kinatoka kwenye kinywa chako? Na nikuelekeze kabla sijaendelea namna ya kuyafuta maneno mabaya ulionenewa au tulionenewa. Maneno tutayafuta kwa neno. Hatuyafuti tu hivi hivi.
Ni vizuri tuwe na neno la kuyafuta maneno ambayo yamenenwa. Ni vizuri uwe na neno la Mungu la kuyafuta maneno, au niseme matamko mabaya yoyote ambayo utatamkiwa, umetamkiwa, au tutatamkiwa mbele ya safari. Lazima tuwe na neno, maneno kwa neno, au maneno kwa maneno ya Mungu. Kama umekosa andiko, basi tamka kwamba damu ya Yesu inayonena mema ikanene mema kwangu, ikanene mema na kwako, na yafuta hayo maneno. Isaya 7:7 ni nzuri kuitumia, ni silaha ya kupiga maneno mabaya ulionenewa au utakayonenewa. Isaya 7:7. Lakini pia Isaya 8:10, Isaya 8:10 tutaitumia hiyo. Futa hayo matamko au hayo maneno mabaya. Jina la Yesu litukuzwe sana, lisifiwe milele. Anasema maneno ya kinywa chake ni uovu na hila. Ameacha kuwa na akili na kutenda mema. Manake hata matendo yake yatakuwa ni matendo mabovu au matendo ya uovu. Mungu akubariki mpendwa, akuongoze na kukuwezesha sawa sawa na mapenzi yake tena. Haleluya sana. Kwa hiyo hii inatusaidia sisi kujizuia kabisa na maneno machafu, maneno ya uovu, kwa sababu maneno haya ni mbegu yakiingia ndani ya mtu yanaotesha kitu, lakini pia yatasababisha wewe kupata madhara, na yule pia atapata madhara, huyo ulimwambia. Kwa hiyo utakuwa umeongeza mateso mara mbili, maradufu. Hakuna sababu hiyo, hakuna sababu hiyo, haina maana wala haitusaidii, bali tutazidi kujiharibia tu. Angalia Yesu anaposema katika sura ya 15, Mathayo sura ya 15, Mathayo 15 mstari wa 10. Anasema, akawaita makutano akawaambia, sikilizeni mfano, sicho kiingiacho kinywani kimtiacho mtu unajisi, bali kitokacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajisi. Sicho kinachotoka. Angalia mstari mwingine, mstari wa 19, Mathayo 15:19. Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Hayo ndiyo yanayotia mtu unajisi, lakini kula kabla ya kunawa mikono hakumtii mtu unajisi. Kwa hiyo namna watu wanajisika au kuchafuka ni kwa kutumia maneno machafu maovu. Maneno machafu au maovu hayo yanaleta uchafu ndani ya mtu mwenyewe, moyo unachafuka. Ndio sababu nikasema usikubali kuletewa matusi ukayasikia ukakasirika ukarudisha tusi, hata kama ni tusi lingine tofauti na lolo tukana wewe. Uliwe lolote lile, lakini tayari utakuwa umepokea mbegu mbovu na wewe umeiotesha. Itaota siku, itaota ama kwako au kwa watoto wako au kwa ndugu. Kwa hiyo kataa maneno machafu, maneno maovu usiyatoe kinywani mwako. Kuna Wakristo wengi wananena maneno machafu. Ni Mkristo lakini anaongea maneno mabaya. Hii ni dhambi, hiyo ni dhambi. Umemfungulia shetani mlango. Usikubali tena kumfungulia shetani mlango kwa jina la Yesu. Mungu akubariki na kusaidia ili ufanye mapenzi yake. Anasema kinywani au moyoni ndipo Yesu anasema hutoka hayo maneno machafu. Hutoka yaliyo maovu kwenye kinywa cha mtu, ambako anasema ni moyoni mwa mtu. Kwa Yesu anasema sicho kinachoingia kinachomtia mtu unajisi. Sicho kinachoingia, ila kile kitakachotoka ndani, maneno atakayotoa ndani ndio yataamua, ndio yatakuwa yamefanya kile ambacho yeye amenena. Kwa hiyo cha msingi ni kujiepusha kabisa na maneno mabaya au maneno maovu. Tusiyatamke, usitamke. Yesu anasema hayo ndio yamtia mtu unajisi, lakini kula tu kwa hakuwezi kumtia mtu unajisi. Kuna kula kule, kuna vile vya unajisi ambavyo sasa ni vya miungu, hivyo pia utakiwa kula. Je, ibada imetolewa ni ibada ya miungu au ya vitu viovu?
Usiguse hivyo vitu, acha, ni unajisi pia, ni uovu. Basi naweza tuseme ni unajisi, wasema ni sumu, itakutesa kiroho, itaumiza maisha yako. Jina la Yesu litukuzwe sana. Jina la Yesu nalisifiwe milele. Angalia pia katika Yakobo. Naomba tuone katika Yakobo. Yakobo sura ile ya waraka wa Yakobo. Yakobo sura ile ya 3. Yakobo 3, nianzie mstari wa 10. Yakobo 3:10. Anasema katika kinywa kile kile hutoka baraka na laana. Ndugu zangu, haifai mambo hayo kuwa hivyo. Haifai mambo hayo kuwa hivyo. Je, chemichemi katika jicho moja hutoa maji matamu na maji machungu? Ni swali. Ndugu zangu, je, mtini waweza kuzaa zeituni au zabibu kuzaa tini? Kadhalika chemichemi haiwezi kutoa maji ya chumvi na maji matamu. Kadhalika hivyo hivyo chemichemi. Sasa Yesu anasema katika neno lake, aniaminie mimi kama maandiko yalivyosema, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Kwa hiyo wanaomwamini Yesu wanatakiwa watoe chemichemi za maji, yaani maneno ambayo ni bubujiko lenye nguvu za Roho Mtakatifu, lenye hekima ya Roho Mtakatifu, lenye baraka ambalo litaponya nafsi. Usiwe na maneno ya kuumiza watu. Usiwe na maneno ya kuumiza watu mioyo. Usiwe na maneno mabaya juu ya yeyote. Hata kama yamekunenea mabaya, usipokee huo ubaya na ukajenga ukaupanda kwako. Mwambie nayafuta kwa damu ya Yesu, mwambie nayafuta kwa Isaya 7:7, mwambie nayafuta hayo maneno kwa Isaya 8:10. Yeye ana neno juu ya maneno yake. Wewe unalo neno, basi simamia neno ili upate kuponywa, naye aponywe, na watoto waponywe, na wengine familia hiyo iponywe. Mungu ajipatie utukufu na sifa. Haleluya sana. Kwa hiyo ni muhimu sana tuangalie, sio tukatoa maneno mabaya yakaleta ubaya. Anasema kinywa kile kile inawezekanaje kitoe maneno machafu? Yaani chemichemi moja ile ile, alafu inaleta maji mazuri na maji mabaya. Ni swali linaulizwa, iweje chemichemi ile ile moja itoe maji mazuri na mabaya, au maji mabaya na mazuri? Biblia inasema sio. Haiwezekani. Kama ni mtu anaitwa Mkristo, atatoa maneno ya Kikristo, ya Kristo Yesu yatatoka ndani yake. Mkristo ni mtu mwema, ni mtu aliyeokoka, ni mtu mwenye roho wa Mungu, ni mcha Mungu. Kristo aitwaye Mkristo anapaswa kuishi kama Kristo, afanye kama Kristo, basi tenda kama Kristo. Chemichemi moja haiwezi kutoa maji machungu na matamu, ni ngumu. Haleluya, asifiwe Bwana Yesu sana milele. Ni ngumu. Anasema haiwezekani, inapaswa yatoke maneno safi tu, yasiyo maneno ya uovu, ya mchanganyo. Na hapo ni kutafakari sana. Kuna watu wana maneno kama moto, yanatiririka tu, sio vema. Anasema ndugu zangu wapenzi, sikilizeni. Je, Mungu okay. Nimesoma mahali siko. Ni hapa. Anasema mambo haya yafai. Je, chemichemi katika jicho moja hutoa maji matamu na maji machungu? Anasema hapana. Mtini unaweza kuzaa zeituni? Yaani mtini kuzaa matunda sio ya kwake, utazaa matunda ya kwake. Zabibu haiwezi kuzaa machungwa, itazaa zabibu. Na mzabibu hawezi kuzaa tini, utazaa matunda yenyewe ambayo ni mzabibu. Tini naye itazaa tini, sio tofauti. Basi inatupasa kuwa na maneno ya hekima, ya baraka, sio maneno mabaya maovu, katika jina la Yesu. Chemchemi katika jicho moja hutoa maji matamu na maji machungu? Haiwezi kutoa hivyo. Inatoa maji safi.
ya aina moja tu, na maneno yetu yawe ni maneno ya aina moja tu, sio maneno ya kuchanganya, leo uko huku, leo uko kule. Huo unaitwa unafiki. Simama sehemu moja. Umeamua kuwa mkweli kwa mkweli, umeamua kusema hapana, ndivyo ilivyo, sema hivyo, usigeuze tena baadaye kwa sababu yoyote. Simama kwenye kweli na Mungu atakubariki. Basi niseme maneno yameharibia watu maisha sana. Maneno mabaya, maneno maovu. Kuna watu wamevurugikiwa leo, ni kwa sababu walitamkiwa maneno. Sasa tusimame na neno la Mungu, Isaya 7:7 na Isaya 8:10, kufuta maneno uliotamkiwa, utakayotamkiwa, waliotamkiwa watoto, maneno yote mabaya, matamko mabaya. Twende tuombe. Katika jina la Yesu. Baba, nashukuru kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya neno lako ila uzima. Mungu, nashukuru kwamba ni wewe uliyenena, nalo ndivyo lilivyo. Naomba mtu asikilizaye akajazwe neema, akafunguliwe, akaponywe. Maneno mabaya yote aliyoyatamka, tuliyoyatamka, Baba, naomba kwa damu yako yafutwe. Maneno waliotamka ndugu zangu, wadogo zangu, jamaa zangu, waume kwa wake, naomba Baba yakafutwe yote, yakazimike yote, na yarudisha katika giza, yasiwe na uhalali wa kuingia kwa yote tena, kwa jina la Yesu. Baba, naomba nguvu yako ikatutenge mbali na kila roho, kila maagano mabaya na matamko mabaya. Kila tamko baya liloachiliwa juu yetu miaka yote na mwaka huu, na yafuta na yakata, hayatakuwa. Ita damu ya Yesu ifuta ya maneno waliokunenea mabaya, iwe ni matusi, iwe ni maneno ya kwamba utaoa, kwamba utajenga nyumba, kwamba utafanikiwa familia, kwamba utaoa, kwamba utaolewa, unayesikia dada, kwamba vile chochote, haiwezi. Kwa jina la Yesu tumeyafuta hayo mabaya yote, tumeyaharibu hayo yaliyotamkwa au yatakayotamka, tunayakataa, tunayapindua katika jina la Yesu. Nimeyapindua, nimeyavuruga yote na kuyatupa nje, yaharibike na kutoweka, yatoweke katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akupe utulivu wake na neema yake, akuzidisha, kuongeze kwa roho wake. Tamka maneno mazuri, omba kutamka maneno mema. Bwana wa mabwana na Mungu wa miungu na mwenye nguvu, akujaze maneno safi ndani yako, akutakase kwa damu yake. Usitamke neno ovu, maneno machafu mabaya kwa watoto, kwa mtu, kwa watu waliokuudhi, waliokutenda mabaya. Usitamke mabaya, tamka mema, utapata mema. Tamka maneno mazuri, utapokea mazuri. Mungu akubariki. Roho Mtakatifu akujaze tele. Roho Mtakatifu akuwezeshe tele katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa Mungu, kujaze, kuwezeshe. Asante Baba.